Hii ni Chum TV Online. Furaha kiganjani. Katika kuimarisha afya za watoto, mkoa wa Kusini Unguja imeanza kupokea mabadiliko ya ongezeko la dozi ya chanjo ya polio kwa watoto. Mkuu wa mkoa huo Ayubu Mohamed Mahmud ameitaka jamii kupokea mabadiliko ya ongezeko la dozi ya chanjo ya polio kwa watoto ili kuwakinga na ugonjwa huo ambao husababisha ulemavu ama kufariki. Hii ni Chum TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salu. Tuna utamaduni wa kukinzana na mabadiliko, wanaita resistance to change, na wakati mwingine tunakinzana na mabadiliko kwa sababu ya kutokufahamu mabadiliko hayo yana tija au mantiki gani. Kwa hiyo matumaini yangu kuwa mkutano wetu wa leo unakwenda unlock hiyo gap au kuondoa hiyo tofauti ya kwamba wananchi wetu wa mkoa wa Kusini Unguja na Wazanzibari kwa ujumla watakwenda kuridhia, kukubali na kuchanja watoto wetu kwa ajili ya kuongeza kinga za miili yao kwa kutumia chanjo aina zote. Na ugumu huu wa mabadiliko wakati mwingine huwa unaingizwa vitu visivyo na msingi. Kila mmoja anatizama lile ambalo kwake ni nafuu. Wapo watu wanatumia fikra za kimila kuzuia mabadiliko. Wapo watu wanatumia fikra za kidini kuzuia mabadiliko. Na wapo watu wanatumia fikra za kisiasa kuzuia mabadiliko. Fikra zote hizi ni nzuri, lakini kwa matumizi yake. Kwenye uchanjaji na mambo ya utabibu, hizi kwenye eneo hilo hazifanyi kazi moja kwa moja. Kwenye mila yapo yanayofaa, yale ambayo yanatibu kwa kutumia mifumo ya tradition. Kwenye dini yapo yanayofaa, yale yanayotibu kwa kutumia mifumo ya kiimani. Lakini kisiasa mara nyingi huku inakuwa ni tiba ya maneno. Niombe sana viongozi wenzangu, wafanyakazi wenzangu na wananchi wenzangu kwa ujumla, turidhie, tupokee na tuweze kuchanja watoto wetu wakati. Serikali yetu ni serikali makini inayojali wananchi wake. Isingeweza na haitafanya kitendo cha kuhakikisha kwamba inaruhusu chanjo zenye madhara kwa wananchi wake, bali itatoa chanjo zenye tija na maslahi mapana kwa wananchi na taifa. Ni imani yangu kwa tukitoka hapa sasa wote kwa ujumla wetu tutakuwa walimu wazuri kwenda kuelimisha wenzetu kuhusu manufaa na maslahi ya chanjo. Nataka niwahakikishie wenzetu Wizara ya Afya pamoja na UNICEF kwenye mkoa wa Kusini Unguja, katika ile eneo hatuna tatizo kupeleka afua chini bila kuwapa wananchi. Wananchi ni sehemu ya mikakati na sehemu ya maamuzi. Kwa hivyo tumehisi tuje kwenye serikali zetu za mkoa ili sasa ile kazi yetu tunataka kuifanya iweze kufanikishwa. Nafikiri tutazunguka Unguja na Pemba nzima, lakini tumeanza hapa na cha muhimu ni kwamba mkoa wa Kusini upo vizuri sana kwenye masuala ya chanjo, na naamini kwamba hii itakwenda kuwezesha ile mikakati ya kuhakikisha kwa mkoa wetu wa Kusini hautoki kwenye ubora wake wa kuweza kuhakikisha kwamba akina mama wanawapa watoto wao chanjo bora. Maradhi kama mizo tumeona hapa Zanzibar wametuathiri vibaya. Tulipoteza karibu watoto 16 kwa maradhi ambayo yana uwezekano ya kuepukika wakati wa kichanjo. Hii ilisababishwa kutokana na kipindi kile cha COVID. Watu wengi au serikali nyingi au tulifocus sana jinsi gani ya kuondoa wale maradhi, na huku chanjo, baadhi ya chanjo zikachwa nyuma, tukaiona athari yake, lakini tumeondoa hilo. Na naamini sasa mikakati yetu ni kwamba wakati wowote tutaendelea kuhakikisha tunawadhibiti wadudu ambao wanaenda kuathiri hasa maisha ya mtoto na mama, na hii chanjo ni moja katika afua zinazojulikana kwenda kutatua changamoto hiyo. Wito wangu tu kwa wananchi, hasa akina mama na akina baba na wazazi,
tuendelee kutumia na kuiamini mifumo yetu ya afya. Mheshimiwa Rais wetu lengo lake kubwa ni kuwekeza kwa hali yoyote kwenye sekta ya afya, kwa sababu hapa ndo patakapopatikana rasilimali ya watu bora ambao wataweza kutusaidia kujenga ile taifa la baadaye. Sawa na shindano inapenya hadi kwenye damu. Kwa hivyo ili kuzuia matatizo haya ya CNA, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wataalamu wameichunguza kinga hiyo na wameona kwamba kinga hiyo haina madhara. Kwa hivyo naomba jamii hasa kupitia watu wa dini, wanasiasa, na watu wa utamaduni waipokee kinga hii bila kupenyeza maneno yao yoyote yale kwa kuipinga. Nashukuru sana kwa kuweza kupata mafunzo kuhusu uboreshaji wa chanjo ya polio. Hivyo wanajamii, msiwe na wasiwasi kuhusu chanjo hii, kwani inaleta kinga zaidi kwa watoto wetu.